المعبود إخلاص kwa ajili ya muabudiwa, walmutaba'atu lirrasul, na kufuata ni kwa ajili ya kumfuata mtume. Hili ni jambo lingine ambalo muallif rahimahullahu ta'ala analitaja. Harakati salafi, mitingishiko ya salafi yote inakuwaje? Harakati salafi a'malu, mitingishiko ya salafi, harakati za salafi na matendo yake yote yanakuwaje? Muallif atufundisha rahimahullahu ta'ala. Kwa tunasema harakatu salafi wa a'maluhu, mitingishiko ya salafi yote, harakati za salafi zote na mtu wa sunna na matendo yake yote na kazi zake zote anazozifanya, iwe ni katika dini na dunia, qaimatun ala al-ikhlas wal mutaba'ah, ni zenye kusimama juu ya ikhlas na mutaba'ah. Harakatu salafi wa amaluhu, harakati za mtu salafi na mtu wa sunna na matendo yake yote, qaimatun ala al-ikhlas wal mutaba'ah, zimesimama, ni zenye kusimama juu ya ikhlas na mutaba'ah. Biqawlihi tabaraka wa ta'ala, wa qawli yake Allah aliposema, faman kana yarju liqa'a rabbih, yule ambaye anatarajia malipo ya Mola wake mlezi, falyamal, na afanye matendo yake amalan salihan, yaliyokuwa mema, ambaye amefuata sunna, wala yushrik biibadati rabbih ahada, na wala asimshirikishi katika ibada zake Mola wake na yeyote atakayekuwa, asimshirikishi Allah katika ibada zake na yeyote atakayekuwa. Hiyo ni ikhlas. Ikhlas. طيب, baada ya hapo shekhi akasemaje? Wayattabi والنصيحة للمؤمنين طريقهم, na kunasihi waislamu ndio njia yao, na si kuwafedhehesha waislamu, bali kuwanasihi waislamu, kuwanasihi waislamu kama tutakapokuja kuona huko mbele insha Allah. Wayashhaduna anna Muhammadan, na wanashuhudia kuwa hakika Muhammad abduhu wa rasuluhu, ni mja wake Allah na mtume wake. Arsalahu Allahu bilhuda, Allah amempeleka kwa ajili, amempeleka akiwa amempa uongofu, wa dini alhaqi, na dini ya haki, liyudhhirahu ala ad-dini kullih, ili azishinde mtume huyu dini zote. Wa annahu, hapa tunajifundisha kuwa dhuhurul islam, udhihiri kwa uislam, bililmi walamali salih, kunapatikana kwa kusoma ilmu ya kisheria na kufanya matendo yaliyokuwa mema. Dhuhurul islami wassunnah, udhihiri kwa uislam na sunna, walhaqi alladhi jaa min indillah, na haki ambayo imekuja kutoka kwa Allah, wa ahlihi, na wale walioshikamana hiyo sunna na huo uislam. Dhuhuruhum, kudhihiri kwao, kushinda kwao na kuwa kwao na nguvu yao, bililmi walamali salih, jambo hilo litapatikana kwa ilmu na matendo yaliyokuwa mema, kama qala tabaraka wa taala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, yeye Allah ndiye aliyempeleka mtume wake kwa uongofu, wa dini alhaqi, na dini ya haki, liyudhhirahu ala ad-dini kulli, ili azishinde dini zote, walau kariha almushrikun, hata kama washirikina watachukia. Imamu Ibn Kathir akatafsiri kuwa alhuda huwa alilmu nafi, uongofu hapa ni ilmu yenye manufaa, wa dini alhaq, na dini ya haq, alamal salih, matendo yaliyokuwa mema. In aradtumul izza, ikiwa nyinyi mnataka izza, wadhuhura, na kudhihiri na kushinda, nyie ndio muwe washindi mtakaowashinda makufar min alyahudi wan nasara wal mushrikin wa man sara ala nahjihim, fa alaykum bil ilmi an-nafi, ni nyinyi kushikamana ilmu yenye manufaa na nini, wal amal salih, na matendo yaliyokuwa mema. Nyie dini yenu itadhihiri, Uislamu utadhihiri, sunna itadhihiri, na waislamu walioshikamana Uislamu na sunna watadhihiri na watakuwa na nguvu katika ardhi. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin, ushindi ni wake Allah na mtume wake na waumini. طيب
hiyo ndio maana hayo maneno. Baada ya hapo rahimahullah ta'ala akasema wa annahu awla bil mu'minina min anfusihim, na mtume Muhammad ni bora kwa waumini kushinda nafsi zao. Wa huwa khatamun nabiyyin, na itakidi sisi hivi kwamba mtume Muhammad ni wa thamani zaidi kushinda nafsi zetu, kushinda baba zetu, kushinda mama zetu, kushinda watoto wetu, kushinda kila kilicho chetu. Muhammad alayhi salatu wassalam mtume wa Allah ni aula bina, ni bora zaidi kwetu sisi, min anfusina, kushinda mali zetu, kushinda nafsi zetu, kushinda nafsi zetu, baba zetu, watoto wetu, wake zetu na kila kitu chetu. Wa huwa khatamun nabiyyin, na yeye Muhammad ndio wa mwisho katika manabii. Ursila ila al-insi wal jinni, amepelekwa kwa majini na binadamu. Bashiran wa nadhira, akiwa ni mwenye kuonya, mwenye kutoa bishara njema lilmu'minin, kwa waumini. Wa nadhira, na mwenye kuonya nani? Washirikina na makufar na watu wa batil. Wada'iyan ila Allah, na mwenye kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala biidhnihi, kwa idhini yake. Wada'iyan ila Allah, na mwenye kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala biidhnihi, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasirajan munira, wada'iyan ila Allah, na akiwa mtume huyu ni mwenye kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala biidhnihi, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasirajan munira, na taa yenye kutoa nuru. Wasirajan, na taa yenye kuangaza na kutoa nuru. Kuonesha kwamba sisi ahlus sunna wal jamaa tunafanya ibada zetu zote bil idhni wal mutabaa, bil idhni wal mutabaa. Tunafanya matendo yetu sisi kwa idhini, mpaka tupewe idhini na Allah kwa hili fanyeni. Na hiyo siraja munira, kwa mutabaa, kwa mwongozo na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu, Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka mtume huyu bisalahi dini wa salahi dunya, kwa ajili ya kutengeneza dini na kutengeneza dunia, kwa ajili ya kutengeneza dini na kutengeneza dunia. Kwa da'wa salafia, da'watun tuslihu ad-dini wad-dunya, ni da'wa ambayo imekuja kutengeneza dini na dunia, kinyume na da'wa za watu wa batil, da'wa za makhawati. Mnaona namna ambayo zinaharibu majengo, zinaua watu bila haki, na mfano wa hayo. Lakini da'wa salafia ni da'wa inayoheshimu damu, ni da'wa inayoheshimu miti, ni da'wa inayoheshimu wanyama, ni da'wa inayoheshimu wadudu, ni da'wa inayoheshimu wanawake, inaheshimu watoto, inaheshimu wazee, hayui bila haki. Da'wa hii ilivyo kinyume na da'wa za watu wa batil. Tayib, waliyaquma al-khalqu bi'ibadati Allah, na ili wasimame viumbe kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala. Wayasta'inu birizqihi ala dhalik, na watake msaada kwa riziki yake Allah tabarak wa ta'ala juu ya kutekeleza hiyo ibada. Kwa hiyo sisi ahlus sunna jamaa natlubu arrizqa, tunatafuta riziki lilisti'anati ala ibadati Allah, kwa ajili tu itusaidie hiyo riziki juu ya kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala, na sio kwa ajili ya kuwa mamilionea. Salafi tafuta riziki kwa ajili hiyo. Utlubu rizqa lilisti'anati litasta'ina bihi ala ibadati Allah, tafuta riziki ili utake msaada juu ya hiyo riziki, juu ya kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala. Utoe zaka, wasaidie maskini, wasaidie majirani, uende haji, kwa sababu hayo yote yanahitajia pesa, si ili uwe milionea. Tayib, wayalamuna na wanajua annahu a'lamul khalq, wa Muhammad ndio kiumbe mjuzi zaidi. Wa asdaquhum, na ndio mkweli zaidi. Wa ansauhum, na ndio mwenye kutoa, ndio mwenye kuwatakia kheri zaidi viumbe. Wa ansahuhum, na ndio mwenye kuwatakia kheri zaidi viumbe.
wa adhamuhum bayanan, na ndio mwenye kubainisha zaidi haki. Fayuadhimunahu, basi wanamtukuza mtume huyo, wayuhibbunahu, wanampenda, wayuqaddimuna mahabbatahu, na wanatanguliza mapenzi ya kumpenda Muhammad ala mahabbati alkhalqi kullihim, juu ya mapenzi ya kuwapenda viumbe wote. Wayattabi'unahu fi usuli dinihim, na wanamfuata mtume Muhammad katika misingi ya dini yao, wa furu'ihi, na katika matawi yake. Wayuqaddimuna qawlahu, na wanatanguliza kauli yake mtume, wa hadiyahu, na mwongozo wake mtume alayhi salatu wassalam, ala qawli kulli ahdin wa hadihi, juu ya kauli yoyote na mwongozo wake. Wayataqiduna anna Allah jamaa lahu, na wanaitakidi kuwa hakika Allah amemkusanyia mtume Muhammad min alfadhaili, kutokana na mambo bora, wal khasaisi, na sifa za kipekee, wal kamalati, na ukamilifu, ma lam yajma'uhu li ahad, ambao hajakusanyiwa yeyote yule katika viumbe. Fa huwa a'la al-khalqi maqaman, mtume Muhammad ndio kiumbe mwenye nafasi ya juu, na ndio kiumbe mwenye cheo kikubwa kushinda viumbe wote. Wa a'dhamuhum jahan, na ndio mwenye jaha iliyokuwa kubwa. Wa a'dhamuhum jahan, na ndio mwenye hadhi iliyokuwa ya juu. Wa akmaluhum, na ndio mkamilifu wao, fi kulli fadilatin, katika kila jambo ambalo wao naliona bora. Mtume Muhammad ndio mkamilifu wao. Lam yabqa khairun, haijabaki kheri yoyote, illa dalla ummatahu alayhi, isipokuwa ameijulisha umma wake juu ya hiyo kheri. Wala sharrun, na wala hapajabaki shari, illa hadharahum minhu, isipokuwa ameutahadharisha umma wake kutokana na shari hiyo. Huyo ndio mtume wetu. Tunaitakidi sisi hivyo ahli sunna jamaa. Kwa hiyo kutoka hapo hakuna bid'a itakayofanywa. Wakadhalika yu'minuna, vile vile wanaamini bikulli kitabin anzalahu Allah, kiamini kila kitabu ambacho amekiteremsha Allah. Wa kulli rasulin arsalahu Allah, na wanamwamini kila mtume ambaye amepelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La yufarriquna baina ahadin min rusulihi, hawatenganishi baina yeyote katika mitume wake. Wayu'minuna bilqadari kullihi, na wanaamini qadari za Allah zote, makadiri ya Allah yote. Wa anna jami'a a'mali al-ibad, na kwa hakika matendo yote ya waja wa Allah, khairiha wa sharriha, ya khair na ya shari, qad ahata biha ilmu Allah, yamezungukwa na elimu ya Allah. Wa jara biha qalamuhu, na yamepita kwa kalamu yake, na imepita kwenye matendo hayo kalamu yake, maana Allah aliandika katika al-lawhul mahfuz. Wa nafadhat fiha mashi'atuhu, na yamepita kwenye matendo hayo matakwa ya Allah, maana Allah ametaka yatokee. Wa ta'allaqat biha hikmatuhu, na yamefungamana na nini? Na hikma yake, maana yametokea hayo matendo kwa hikma yake Allah, hajatokea bure bure tu, ila hikma. Haithu khalaqa lilibadi qudratan, pale ambapo Allah amewaumbia waja wake uwezo, wa iradatan, na matakwa, taqa'u biha aqwaluhum, uwezo na matakwa ambayo patatokea